shirikisho utaua muungano, kwani sababu nyingine ya mapendekezo haya ni kuondoa utata wa aina na muundo wa muungano ambao umesababisha kuvunjwa kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano na serikali zote mbili. Mheshimiwa Mwenyekiti, hoja kubwa, muundo wa shirikisho utaleta utengano ni hoja dhaifu, kwani mahusiano ya watu wa Zanzibar na Tanganyika ni ya damu yaliyoanza karne nyingi kabla ya Kristo kuzaliwa na hata kabla ya wazungu kujua kuwa kuna sehemu inaitwa Afrika. Maelezo haya yanapatikana katika kitabu cha Harub Osman, Tanzania, The Withering Away of the Union, ukurasa wa 35. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa maneno ya Profesa Isa Shivji, kwa kuyaangalia makubaliano ya muungano kutoka upande wa Zanzibar na Tanganyika na kwa umoja wao, msingi wa shirikisho ndio wenye nguvu na makubaliano ya muungano yanaweza kutafsiriwa kwa usahihi kama katiba shirikisho. Kwengineko katika kitabu hicho, Profesa Isa Shivji alidai kwamba kwa vyovyote vile ni wazi kwamba makubaliano ya muungano sio katiba ya muungano, unitary constitution. Mheshimiwa Mwenyekiti, msimamo wa mwana taaluma na msomi Profesa Shivji kuhusu makubaliano ya muungano kuwa ni katiba ya shirikisho umeshikiliwa kwa miaka mingi na wasomi wengine wa muungano huu. Hivyo, kwa mfano, katika kitabu chao cha Tanzania Treaty Practice kilichochapishwa mwaka 1973, Seaton na Maliti walikubali kwamba makubaliano ya muungano yaliunda katiba ya shirikisho na sio katiba ya muungano. Miaka 10 baadaye, Wolfgang Dorado aliyekuwa mwanasheria mkuu wa Zanzibar wakati ya hati ya muungano inasainiwa, naye alidai kwamba makubaliano ya muungano hayakutengeneza dola la muungano bali yalitengeneza shirikisho la kweli. Wasomi wengine ambao wameitaja katiba ya Tanzania kama katiba ya shirikisho na wala sio ya muungano ni Profesa Shrivastava katika makala yake ya mwaka 1984, The Constitution of the United Republic of Tanzania 1977, Some Silent Features, Some Riddles, na makala Profesa Kabudi katika International Law Examination of the Union of Tanganyika and Zanzibar, a Federal or Unitary State, ambayo ni matokeo ya utafiti uliowasilishwa mwaka 1986 kwa ajili ya shahada yake ya uzamili ya kitivo cha sheria cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2009 The Legal Foundation of the Union kilichochapishwa kwa mara ya pili, mara hii kikiwa na utangulizi wa Profesa Yash Gai, mkuu wa kitivo cha sheria cha Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, wa kwanza kutoka Afrika ya Mashariki na mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba ya Kenya iliyozaa katiba mpya ya Kenya ya mwaka 2010. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika utangulizi wake Profesa Yash Gai anasema kwamba licha ya katiba ya Tanzania kutotumia neno shirikisho, bado Tanzania ni shirikisho. Naomba kunukuu, Tanzania inakidhi vigezo vingi rasmi vya shirikisho. Mahusiano kati ya sehemu zake tofauti yamewekwa katika katiba ambayo ni sheria kuu na hayawezi kubadilishwa katika ushirikiano wao bila ya kuungwa mkono na idadi mahsusi ya wabunge wa kutoka Zanzibar na bara wakipiga kura tofauti tofauti. Katiba inaweza kufanyiwa marejeo na mahakama. Kuna aina mbalimbali za serikali kuu na serikali za sehemu za shirikisho, kila moja ikiwa na mamlaka yaliyoainishwa wazi. Kuna mabunge ya shirikisho na ya sehemu yake na sheria za shirikisho na sehemu yake zikitumika katika nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mwalimu Nyerere aliandika kitabu alichokiita Uongozi Wetu na Hatima ya Tanzania kilichochapishwa mwaka 1994. Katika kitabu chake Mwalimu anarejea mkanganyiko ambao umekuwepo kuhusu aina ya muungano huu kwa maneno yafuatayo, na naomba kumnukuu: nchi zinapoungana na kuwa nchi moja, mifumo ya kawaida ya miundo ya katiba ni miwili. Kwa mfumo wa kwanza, kila nchi itafuta serikali yake na nchi mpya inayozaliwa itakuwa ni nchi moja yenye serikali moja. Katika mfumo wa pili, kila nchi itajivua madaraka fulani ambayo itashikwa na serikali ya shirikisho na itakuwa na serikali ambayo itakuwa na mamlaka juu ya mambo yaliyobaki.
mambo yatakayoshikwa na serikali ya shirikisho ni yale ambayo yakibaki katika mamlaka ya nchi zilizoungana, basi kwa kweli nchi hizo zitakuwa hazikuungana kuwa nchi moja, bali zinaendelea kuwa nchi mbili zenye ushirikiano mkubwa katika mambo fulani fulani. Shirikisho halisi la nchi mbili litakuwa ni nchi moja yenye serikali tatu, serikali ya shirikisho na serikali mbili za zile nchi mbili za awali zilizoungana kuzaa nchi moja. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka ambao Mwalimu Nyerere alichapisha uongozi wetu na hatma ya Tanzania, makamu mwenyekiti wake wa CCM na makamu wa rais wake hadi mwaka 1984 Alhaji Abu Jumbe Mwinyi aliyokuwa rais wa awamu ya nne ya pili wa Zanzibar, naye alichapisha kitabu The Partnership, muungano wa Tanganyika na Zanzibar, miaka 30 ya dhoruba. Katika kitabu hicho Alhaji Abu Jumbe Mwinyi anathibitisha kwamba, naomba kunukuu, ibara za mkataba wa muungano ziliweka bayana mfumo ambao serikali kuu na serikali shiriki katika muungano kuwa na nguvu zinazoendana, yaani mfumo wa shirikisho ambao kuna mgawanyiko wa mahakama, baraza la kutunga sheria na rais baina ya serikali kuu na serikali mbili au zaidi, na kila serikali ikiwa na nguvu kamili ndani ya mamlaka yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na utafiti na jitihada zilizofanywa na Tume ya Marekebisho ya Katiba kupitia katika vitabu vyao vya utafiti wa masuala mbalimbali ya kikatiba, bango kitita la randama ya rasimu, randama yenyewe ya rasimu na majarida mengine mbalimbali, ni dhahiri shahiri kwamba hilo kundi linalojiita wengi linatumia wengi wao wa kura vibaya bila utafiti wa kutosha ili kudhoofisha maoni ya wananchi kama yalivyowasilishwa. Kwa hiyo ni ushauri wetu kwao kuzingatia maneno aliyosema aliyekuwa rais wa Marekani Roosevelt. Amesema maneno yafuatayo, naomba kunukuu: mzalendo ni yule anayeleta maoni na mapendekezo ya wananchi katika utungaji wa katiba wa nchi kuliko yule anayetetea serikali na msimamo wa kundi lake katika mchakato wa utungaji wa katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, maoni wachache yanapendekeza ibara ndogo ya kwanza sasa isomeke kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni shirikisho lenye mamlaka kamili ambalo limetokana na muungano wa nchi huru mbili za Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar. Ibara ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ibara ya pili inayohusu eneo la Jamhuri ya Muungano, maoni ya wachache yanapendekeza kuwa ibara hii isomeke kama ilivyo katika rasimu, kwani mikataba yote ya kimataifa kuhusu mipaka imedhaminiwa kwa jina la Tanganyika kama ilivyoainishwa katika bango kitita la randama ya rasimu, ukurasa wa 9 mpaka 17, sura ya 6. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye ibara hizi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 na 69 katika sura ya 6 zinahusu muundo wa muungano. Maoni ya walio wachache yanapendekeza kwamba ibara hizi zibaki na zisomeke kama zilivyo katika rasimu. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika sura hizi mjadala mkubwa uliibuka juu ya gharama za uendeshaji wa muundo wa shirikisho, lakini hata hivyo hotuba ya Mheshimiwa Warioba ilijibu vyema juu ya gharama hizo na mfumo wa uendeshaji. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na maelezo haya, taarifa hii imeambatanisha bango kitita linaloonyesha mchanganuo wa ibara za sura ya kwanza na sura ya 6, mapendekezo na sababu zilizotolewa na kamati, ikihusisha maoni ya wajumbe walio wengi na wajumbe walio wachache. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kusema hayo, naomba kutoa hoja kwamba taarifa ya kamati namba 2 ya bunge maalum kuhusu sura ya kwanza na sura ya 6 sasa isomwe na ijadiliwe na bunge maalum. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, naomba kuwasilisha. Asante sana Mheshimiwa Nahodha. Namwita sasa kwa mujibu wa kanuni ya 31(5)
ambayo inasoma: baada ya mwenyekiti wa kamati kuwasilisha taarifa ya kamati inayohusika, mwenyekiti atamwita mmoja wa wajumbe wa kamati aliyeteuliwa na wajumbe walioandaa maoni ya wachache kutoa ufafanuzi wa maoni yao kwa muda usiozidi dakika 30. Nimeletewa taarifa hapa kwamba kwenye kamati hii namba 2 atakayefanya kazi hiyo ni Mheshimiwa Emmanuel Makaidi. Mwongozo mwenyekiti. Kulia kwa mwongozo wa kitu gani sasa? Naam? Mwongozo chini ya kanuni ipi? 50 fasili ya 8. 52 samani fasili ya 8. 52 fasili ya 8. Haya, endelea. Mwenyekiti, sisi tulipokuwa katika kamati tuliambiwa kamati ya uongozi imeandaa utaratibu wa kuwasilisha maoni yaliyo wengi na maoni yaliyo wachache, na tukapewa format. Na nikitizama katika kifungu namba kanuni namba 58.3.1 inaruhusu kamati ya uongozi ili kuweka shughuli ziende vizuri, inaweza kuweka mambo wanayohisi yanafaa. Na hiyo ni 58.3.1. Lakini mwenyekiti, na sisi tumeambiwa formati ile imeletwa na kamati ya uongozi. Kwa hiyo wamechukua masharti ya kipengele namba 58.3.1. Je, katika kusoma hapa aliyosoma ile formati haikutekelezwa. Tunaomba mwenyekiti muongozo wako, kwa sababu kamati yako ya uongozi ilipeleka katika kila kamati format, lakini katika kusoma maoni ya walio wachache ile formati haikupendekezwa, imezungumza tu mwisho ndo ikanani. Sasa naomba muongozo wako mwenyekiti. Majana alitusumbua sana. Nyongeza. Waheshimiwa, nadhani tunachukua muda mrefu kwenye mambo ambayo kazi hii ya wananchi inabidi iendelee. Utaratibu umo kwenye kanuni. Muda tuliopewa, tazameni kanuni ya 31 fasili ya P. Hoja ikishawekwa kwenye orodha ya shughuli, mwenyekiti wa kila kamati kuanzia kamati namba 1 hadi namba 12 au mjumbe mwingine wa kamati aliyeteuliwa kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya kamati atasoma kwa muda usiozidi saa 1 taarifa ya kamati na kutoa hoja kwamba taarifa hiyo ijadiliwe kwenye bunge maalum. Na tutakwenda hivyo hivyo fasili ya 6. Baada ya hoja za taarifa za kamati namba 1 hadi namba 12 kutolewa, kuna wengine wananiletea karatasi sasa wanataka kujadili. Hatujadili mpaka tumalize uwasilishaji wa taarifa zote 12. Na ipo nafasi, ndio nimemwita Mheshimiwa Emmanuel Makaidi, na tutaendelea hivyo nadhani kwa kamati zote. Kuna fursa ambayo maoni ya wachache yameheshimiwa kwa sababu yanapata muda mrefu kuliko hata maoni ya wengi. Dakika 40 kamati ya uongozi ilitenga hivyo kwa maoni ya wengi, 20 kwa maoni ya wachache, na nusu saa dakika 30. Kwa hiyo wachache wana dakika 50, wengi dakika 40. Sasa kama wakati wa kuweka muhtasari wa yale ya wachache mwenyekiti ameonekana kuna mapungufu, si ndio nafasi hii sasa ya nusu saa kuweza kuyarekebisha hayo? Mheshimiwa Makaidi, tuendelee. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nataka nisahihishe jina langu. Mimi sio Emmanuel Makaidi, mimi Dr. Emmanuel Makaidi. Asante, Dr. Emmanuel Makaidi, endelea. Asante sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sisema lolote, kabla sijajadili na kutoa taarifa yangu, kutoa ufafanuzi wangu,
naomba niseme mambo manne muhimu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama alivyosema mwenyekiti wa kamati yetu namba 2, amesema wazee wetu walikuwa na moyo sana katika mambo ya muungano, alafu anasema ya kwamba walioko sasa hivi hawana moyo ule. Mimi nafikiri kwamba hii ni matusi. Mimi nafikiri vijana walioko sasa hapa wana moyo ule ule, pengine zaidi kuliko wakati ule muungano. Jambo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumpe nafasi. Huyu ndio mwakilishi wa wachache, apewe nafasi. Tutende haki waheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, hatuwezi kumpangia namna ya kuyatoa maoni yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba pia niseme ya kwamba mimi ni shahidi wa mambo yanayozungumzwa sasa, kwa sababu hapo zamani mwaka 59, 60 na 61 tulionya haya kwamba yatatokea. Leo yanatokea haya, mkanganyiko huu unatokea. Mimi ni mmoja katika shahidi, kwa sababu mimi nimepigania uhuru wa nchi hii. Nimepigania uhuru wa nchi, lakini sio kupitia CCM, kupitia chama cha African National Congress. Kwa hiyo mambo ninayosema sasa ni yale ambayo mimi ni shahidi wa mambo haya. Haya, mheshimiwa, unawasikia wajumbe sasa. Hebu lenga kwenye hoja zenyewe. Fafanuzi. Sasa naomba nizungumzie rasimu. Kabla sijaanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba niseme kitu kimoja kuhusu hati ya muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika maelezo yako inaonyesha kwamba unaona kama hii kitu kidogo sana, lakini katika utaratibu tumesema hati hii ndio msingi wa katiba tunayozungumza sasa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba usidharau hati hiyo. Kama inapatikana leo sasa hivi, tafadhali ingeomba itolewe, watu waione, watu waizingatie. Halafu nataka nizungumze ya kwamba inazungumzwa ya kwamba hati hiyo imeunganishwa kwenye ile hati ya maridhiano. Mimi nakataa. Naomba niseme ya kwamba Mwalimu Nyerere ninayemfahamu mimi hakuwa kigeugeu. Alikuwa mpinzani wangu, lakini naheshimu ya kwamba hakuwa kigeugeu. Sasa ukiangalia, Mheshimiwa Mwenyekiti, hii hati ya maridhiano kifungu cha 4, Mwalimu Nyerere anasema hivi, na quote: "The Republic of Tanganyika and the People's Republic of Zanzibar shall upon Union Day and ever after be united into one sovereign republic by the name of the Republic of Tanganyika and Zanzibar." Huyo ni Mwalimu Nyerere anasema. Sasa katika maelezo ya upande wa pili, maelezo ya Mheshimiwa Msekwa, alisema Mwalimu Nyerere alifuta Tanganyika. Mwalimu Nyerere anasema hapa kwamba baada ya kuungana tu kwamba Tanganyika na Zanzibar itakuwa moja daima. Anasema ever before, lakini huku tunaambiwa kwamba Nyerere aligeuka akaifuta Tanganyika. Mimi napata wasiwasi sana. Aidha, mmoja katika watu hawa wanasema uongo. Hati hii ni hati ya kutiwa mashaka. Tunataka hati ambayo tuwatoa wajumbe ndani ya nyumba hii mashaka. Hati ya mashaka haiwezi kujenga katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sasa naomba nirejee kwenye rasimu. Naomba nizungumzie kwanza item namba 1, 2, 4, 8 na 9. Mheshimiwa Mwenyekiti, huko nyuma wale waliopigania uhuru walikubaliana kwamba Tanganyika haitakufa. Sasa Tanganyika inasema imefutwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi sikubaliana kwamba Tanganyika imekufa. Tanganyika ipo. Na katika jamhuri
ilete sasa katika katiba hii inasema ya kwamba shughuli zake zitafanywa ndani na chini ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo Tanganyika ipo. Sisi tulioko hapa lazima tukiri kwamba Tanganyika ipo, lazima tuwe wazalendo. Juzi nilisikia mzumbe mmoja katika kamati yangu anasema yeye ana watoto wake ambao wamezaliwa katika Tanzania, hawezi kuwaambia kwamba kuna Tanganyika. Namsikitikia sana mjumbe yule. Halafu yuko mheshimiwa mmoja aliyekuwa waziri zamani anasema yeye Tanganyika haitaki kwa sababu amezaliwa kwenye Tanzania. Naomba niseme kwamba namwambia radhi sana mtu huyu kwa Mungu, kwa sababu amekosea sana. Lakini nataka nitoe mfano mmoja wa kushangaza. Juzi nilikuwa karibu na CCT hapa Dodoma. Mtu mmoja mfanyabiashara alikuja akaniuliza akasema, unasimamia nini? Nikasema niambie wewe. Yeye akaniambia kwamba yeye kabla ya kufa ataandika wosia kwa watoto wake, awaambie kwamba daima wapiganie Tanganyika, mama Tanganyika. Huyu alikuwa ni mtu wa kawaida tu, mfanyabiashara ya hoteli karibu na CCT Dodoma. Sasa mimi nataka niseme ya kwamba tunachogombea sasa ni kitu kimoja. Sisi tunataka serikali tatu, sio kwa sababu ya wingi. Kwa sababu nchi hii walipigania uhuru, nikipo mimi tulipigania Tanganyika, sio Tanzania. Tulipigania Tanganyika, sio Tanzania. Mheshimiwa, tumia chombo tafadhali. Unawapa tabu hata Hansard kule, hawa maneno yanapeperuka. Sasa sisi katika kamati namba 2 tunaamini ya kwamba toka mwanzo nchi hii ilikuwa shirikisho, lakini kwa makosa ya kutumia kamusi vibaya iliitwa muungano. Nchi hii toka mwanzo ilikuwa shirikisho. Wanazuoni wote wanasema shirikisho. Kwa nini tuwapinge wanazuoni hawa? Hapa ametaja Shivji, ametaja nani, Palamagamba na kadhalika. Hawa wote wanasema kwamba toka mwanzo nchi hii ilikuwa shirikisho. Tanganyika haikufa. Waheshimiwa, naomba sasa niseme ya kwamba katika kurejea habari hizi, nataka sasa nizungumze habari za alama ya taifa. Katika alama ya taifa sisi tunazunguka mkono, zipo 3 hapa. Kuna bendera. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nisamee kidogo. Kuna bendera, kuna wimbo wa taifa na kadhalika. Mimi nakubaliana na alama hizi ni sawasawa, ndio alama za taifa. Lakini na swali moja, ni kwa nini alama hizi za taifa za Tanganyika wameuzia watu wa Zanzibar? Watu wa Zanzibar hawakuwa na alama hizi hapo mwanzo. Sasa serikali yetu ya Tanganyika, Mwalimu Nyerere, kwa kutumia amri and decree, akasema kwamba alama hizi ziwe pia alama Zanzibar. Mimi naomba tuwaulize watu wa Zanzibar, wanazikubali? Nafasi yetu ni hii. Baadhi ya watu hawazikubali. Baadhi ya watu hawazikubali. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, nafikiri ipo haja ya alama hizi sasa kupelekwa mbele ya bunge lako tukufu. Msikilize tafadhali jamani, naomba utulivu. Kama alama hizi wanazikubali au hapana. Wakati alama hizi zinatungiwa sheria, amri ya rais, bunge la Tanganyika lilikuwepo. Ni kwa nini alama hizi hazikupelekwa kwenye bunge la Tanganyika? Wakaulizwa wabunge wa Tanganyika. Kwa sababu mimi nafikiri amri ya rais hutolewa wakati bunge hakuna. Ilipokuwa mapinduzi ya Zanzibar, rais wa Zanzibar alikuwa halali kabisa kutumia amri za rais, then decree. Lakini sisi kwa Tanganyika tulikuwa na bunge, tena bunge halali. Ni kwa nini alama hizi hazikupelekwa kwenye bunge ili watu wazungumuze na wazikubali? Na wakubali ya kwamba sasa tunawagawia pia watu wa Zanzibar. Mimi nafikiri hii ni kasoro moja ya mambo ambayo nafanya, kwamba sisi lazima tudai ya kwamba alama hizi sasa zifikishwe kwenye bunge la kawaida ili zipate uhalali. Na hii ni haki ya bunge wa Jamhuri ya Muungano kudai ya kwamba sasa ni wakati wa hati zote ambazo zilikuwa batili zifikishwe mbele yao ili zipate uhalali. Kwa bahati mbaya mimi si mwanasheria, lakini nimesoma sheria. Mimi si mwanasheria, lakini nimesoma sheria. Wakati nilichukua kuwa Cadet Staff Secretary, unachosoma ni sheria, lakini sikuwa mwanasheria kwa sababu sikupenda kuwa mwanasheria. Kwa hiyo lakini najua ya kwamba hati ambazo ni batili zinaweza
kuhalalishwa kwa kwenda kwenye bunge, zote zikakuwa zikahalali au zikakataliwa. Tusione haya kusahisha mambo ambayo yalikwenda batili. Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba ajabu watu wa Tanzania ni kwamba yale mabaya ndio wanayachukua na yale mazuri wanayatupa. Alikuwa anatuambia ya kwamba mabaya ambayo aliyefanya yeye akiwa serikali tuyasahihishe, tusione haya. Hii ilikuwa ni mtu ambaye mwenye busara, anataka watu wake waweze kuendelea kwa kubadilisha mambo kwa muhimu uliotokea baadaye. Sisi tunasema kila kitu kwamba Nyerere amekwisha jamani fariki tu. Tunatakia heri. Tusimtumie vibaya. Kuna chama na kundi mengine ya watu kila kitu wanasema Nyerere. Wananitumia vibaya. Mimi nafikiri hatutaendelea nchi hii kama tunatumia Nyerere vibaya. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa naomba nizungumzie juu ya mipaka ya Tanzania. Tanzania na mipaka yake ya ndani na mipaka ya kimataifa. Kuna mipaka loko na mipaka kimataifa. Sasa mimi kwa sisi tumesema mipaka ya Tanzania iwe ndani ya shirikisho, kwa maana ya kwamba mipaka yote iliyoko Tanganyika na mipaka yote iliyoko Zanzibar pamoja na bahari zao, lakini kuna ubisho wa juu ya anga. Mimi napendekeza ya kwamba anga iwe ni mojawapo katika mipaka ya Tanzania. Sasa anga ziko mbili, iko anga ya kawaida na ipo anga inaitwa outer space. Mimi nazungumzia anga ya kawaida, anga hii ambayo ndege yetu iweze kuruka. Katika rasimu hii na katika baadhi ya mapendekezo ya watu wengi, anga hawakuweka. Ningeomba kwamba pamoja na kwamba nchi ni shirikisho, mipaka yake nimeitaja, lakini pia tutaje anga. Baada ya bahari tutaje na anga ya Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa nizungumzie mambo mengine kuhusu eneo la Tanzania ambalo sasa nimezungumza hapa, na pia jina la Tanzania. Mimi nafikiri Tanzania tuiseme kwamba ni shirikisho, kwa sababu toka mwanzo ilikuwa shirikisho. Hasa kuna watu wanasema ya kwamba Tanzania itajibeba mzigo mkubwa sana ikiwa serikali tatu. Mimi nakataa hiyo. Sasa ikiwa Tanzania itabeba mzigo ikiwa serikali tatu, serikali nyingine itatoka wapi? Wazanzibari wana serikali mbili, serikali ya kwao na serikali Tanzania. Watanzania wana serikali ngapi? Watanzania yatima. Sasa ikiwa hivi ndivyo, ni lazima Tanganyika irudi ili iweze kubeba mambo ya muungano. Naomba niseme kwamba sisi sio ujasiriamali hapa. Hatukuja hapa kuzungumzia mambo ya ujasiriamali. Tufanye accounts hapa, tujue itakuwa shilingi ngapi, ndio atakuwa sio shaka tuliyekuja. Tumekuja kutekeleza katiba. Baada ya kutekeleza katiba, wataalamu watakuja wanayeshughulika mambo ya muungano. Mimi ninaamini ya kwamba muungano utakuwa rahisi zaidi zikiwepo nchi tatu, kwa sababu atakuwa na nchi mbili ambazo inabeba mzigo na nchi moja ambayo inalishwa. Lakini ikiwa ni nchi moja itakuwa mzigo mkubwa sana, kwa sababu ikiwa ni jamhuri tu, ikiwa Zanzibar tu peke yake, halafu kuna Zanzibar, kuna Tanzania, itakuwa mzigo mkubwa kwa watu hao kubeba mzigo huo. Lakini tukiwa serikali tatu ya Tanganyika na ile ya Zanzibar, itakuwa rahisi kwa nchi hizo mbili kugawana majukumu na kuweza kuendesha muungano vizuri. Kwa hiyo mimi napinga wale ambao wanasema kwamba utakuwa mzigo mzito. Hapana, utakuwa mzigo mwepesi, lakini utakuza demokrasia. Waheshimiwa, demokrasia ni muhimu. Nchi yote ambayo haina demokrasia haiwezi kuendelea. Urusi iliyokuwa ile Soviet Union ilikuwa imeendelea sana, walikuwa wanarusha roketi kwenda mwezini, lakini hatimaye walivunjika kwa sababu hapakuwa na demokrasia. Kwa hiyo serikali tatu zitazaa demokrasia za kweli. Demokrasia ya kweli italeta maendeleo. Bila demokrasia hakuna maendeleo. Kwa hiyo watu wasiogope serikali tatu ikiwa tena demokrasia. Demokrasia ndiyo itakayoleta maendeleo katika nchi hii. Serikali mbili zina mkakasi kidogo, kwa sababu Zanzibar wamechukua nchi yao. Na wapongeza Wazanzibari sana. Wazanzibari hongereni, mmechukua nchi yenu mapema. Watanzania wanalala, nyinyi mnachukua nchi yenu. Hongereni sana. Safari hii tunataka Tanganyika irudi na sisi tuwe nchi yetu. Kwa hiyo argument ya kwamba
ubishe kwamba serikali tatu italeta gharama kubwa sio hoja. Hoja ni kwamba serikali tatu itakamilisha uhuru wa Tanganyika. Mama Tanganyika atarudi. Ni lazima nchi hii iwe na nchi yake. Mimi nawashangaa watu wengine hawana uchungu na nchi yao, hawaenzi viongozi waliotangulia. Viongozi waliotangulia walipigania Tanganyika, wao wanaitupa kwa kalamu, wanaitupa kwa kauli, sijui kwa nini, sijui. Mimi nafikiri lazima watoto wetu na sisi wenyewe tuwe na uchungu na nchi yetu. Kwa hiyo mimi kama mzazi, kazi yangu kumwambia mtoto wangu, ilikuwepo Tanganyika, ilipigiwa upatu na iliyokombolewa na Mwalimu Julius Nyerere. Hii Tanganyika usiiache. Hiyo ndio kazi ya wazazi kwa watoto wao, warisi Tanganyika ndio nchi yao. Sasa watu wa ajabu sana, mimi nawashangaa. Tanganyika wanaitupa tu eti kwa sababu ndogo ndogo tu. Anasema sasa mimi nimeoa Zanzibar. Ukitaka unaweza kuoa hata Ugiriki ukitaka. Kuoa tu ndio kufanya uuze nchi yako. Ni aibu. Ni lazima Watanganyika watambue kwamba wajitambue. Sasa hivi Watanganyika hawajitambui. Ndio maana mambo yanakwenda mzobe. Kwa hiyo mimi nasema ili tupate Tanganyika labda tuwe serikali tatu. Kwa bahati nzuri sana Wazanzibari wanatuonea huruma, na wao wanataka na sisi tupate nchi yetu. Wazanzibari wanasema chukueni chenu kama sisi, tutaungana huko mbele. Hatuwezi kutengana kwa sababu sisi ni damu. Sasa watu wengine wanakosea, wanasema serikali tatu itakuwa ghali sana, itakuwa matatizo. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Ipo taasisi inaitwa ndoa. Taasisi hii ni ya watu wawili tu, lakini migogoro yake ni kubwa. Ukienda mahakamani utakuta kesi karibu nusu za ndoa. Sasa mimi nataka niwaulizeni, mbona taasisi ni moja, mbona migogoro mingi? Kwa hiyo wingi wa serikali sio sababu ya migogoro. Migogoro inatokana na watu ambao hawana nia. Lakini Watanzania nao wajua mimi, wale Wazanzibari na Watanganyika wote hawa ni watu wamoja. Mimi ni Mmakua. Siku moja nimekwenda Zanzibar, nikakuta Wamakua kule. Kidogo wamebadilika na kofia kidogo wamebadilika, lakini Wamakua. Kwa hiyo Wamakua wa Zanzibar hawatapiga Wamakua wa Tanzania, haiwezekani. Kwa hiyo muungano utadumu ikiwa muungano huu utakuwa wa watu, sio wa serikali. Mwenyekiti, naomba nizungumze kitu kingine. Na hii ni kuhusu istikabali ya nchi hii baadaye. Mustakabali wa nchi hii baadaye utakuwaje? Ninaona ipo hatari ya nchi hii watoto wetu kutokujua. Ukiangalia katika katiba zote ambazo tumewa humu, neno Afrika hamna. Kwa hiyo tusiseme kwamba Jamhuri ya Muungano ni shirikisho ambao unaotokana na serikali mbili za Kiafrika, ya Tanzania, ya Tanganyika na Zanzibar. Hii Afrika naiacha wapi? Kwa hiyo ipo hatari ya nchi hii kuuzwa. Iko hatari ya nchi watu kutokujua asili yetu, kwa sababu Afrika haitajwi. Mimi napendekeza ya kwamba katika kamati yangu namba 2 tuongeze neno Afrika. Jamhuri ya Tanzania ni shirikisho inayoundwa na nchi mbili za Kiafrika, Zanzibar na Tanganyika. Ili Afrika ibaki, hii Afrika ndio geopolitics. Mtu akiokota karasi ile anajua ala, Tanzania iko Afrika. Watu wengine wanafikiri Tanzania iko Omani. Kwa hali ya sasa uzalendo unapotea.
Mtu anaweza kadhani kwamba Tanzania iko Oman, kumbe iko Afrika. Kwa hiyo neno Afrika ni muhimu wakati katiba hii inaandikwa. Sasa mwenyekiti, mimi nasema kitu kimoja. Mimi msimamo wa chama changu cha NLD sio huu msimamo kwenye rasimu ya Warioba, lakini nilipogundua kwamba hii ndio kauli ya wananchi, msimamo wangu nimeutupa. Kwa hiyo nategemea msimamo wa CCM watautupa, Chadema watautupa, CUF watautupa, watakuwa na msimamo wa rasimu moja tu, msimamo wa Warioba. Hii ndio kauli ya wananchi. Wapo wanaebisha kwamba mbona sampuli ilikuwa ndogo ya watu sijui 300,000, milioni 3, 3,000. Roho 3,000 ni nyingi sana, Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, roho 3,000 ni nyingi sana. Na huyu alichofanya, alifanya random sampling, hakufanya educative sampling. Hawa watu wanaosema hivi ni wale ambao wameitosa Tanganyika. Mheshimiwa Warioba ni mwanachama wa damu wa CCM. Na kama kuna mtu anamfahamu Nyerere, Warioba. Wakati Warioba akiwa serikalini alikuwa mtu mkubwa sana, karibu sana na Mheshimiwa Nyerere, nyumbani na serikalini. Kwa nini watu wanashambulia Warioba bila msingi wowote? Mimi nataka nitangaze leo kwamba upinzani wanaunga mkono rasimu hii 100%, pamoja na mabadiliko madogo yatakayofanya. Rasimu hii si ya kikundi, rasimu hii ya wananchi. Wananchi wetu wanataka nchi yao isipotee. Kama ilipotea irudishwe na iuishwe. Kwa hiyo rasimu hii sio maoni ya Warioba. Warioba maoni yake ni serikali mbili, na ametangaza. Lakini amesema ametupa serikali mbili kwa sababu maoni ya wananchi ndio wanaita wananchi ndio paramount. Ninaomba roho hii ya kuweka wananchi mbele iendelee. Tusiwadanganye watu. Tusule ule msemo wa Kizaramo ule, kwamba kisemacho mbali kitendacho mbali. Wananchi wa Tanganyika ndio wanayetuweka huku, na wananchi wa Zanzibar ndio wanaweka serikali ya Zanzibar. Watu hawa kauli yao nasema ndio ya mwisho. Mbona sasa tunakataa? Naomba nichukue nafasi hii kuwashawishi wale wajumbe wenye roho ngumu, wale wajumbe wanataka kuisaliti Tanganyika, kwamba nchi hii ni yetu na ndio nchi yetu pekee, hatuna nchi nyingine. Tanzania ni dola, sio nchi. It's a state, not a country. Kwa hiyo watu wote wanayependa nchi hii, wenye roho nzuri na nchi hii, lazima washikilie Tanganyika. Na watu wote wenye roho nzuri wanayependa nchi hii, lazima washikilie serikali ya Zanzibar. Wazanzibari wapo na Watanganyika wapo, tupo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nasema hivi kwa sababu uzalendo unapotea. Msemaji wa kwanza mwenyekiti wangu wa kamati alisema kwamba uzalendo unapotea. Hiyo kidogo mimi naunga mkono. Tusipotee uzalendo wetu. Kuna watu wanafaidika na kuwa serikali mbili, lakini ni wachache, hawazidi 27. Mimi naona aibu kwa sababu wengine marafiki zangu tumecheza wote, wengine marafiki zangu ukubwani huko. Tuwakatae watu hawa. Na njia nzuri ya kuwakataa ni kupitia katiba, na wakati ni huu. Tukikosea safari hii, Tanganyika itakwenda lijojo, hatuwasikia tena. Tutakuwa watuma katika nchi yetu. Mtu asiyekiri kwao ni mtumwa. Hoja yangu kwenu ndugu zangu katika mjengo huu mzuri, bunge hili maalumu, ni kwamba nafasi hii tusipoteze, turudishe Tanganyika. Tanganyika ikirudi tutakuwa na serikali 3. Baada ya serikali 3 tutakuwa tunakaa vizuri. Sisi tunaamua mambo yetu, na Zanzibar mambo yao. Mambo yale pamoja tunaamua pamoja. Hii inawezekana. Na nafasi ya kuipata ni sasa. Kuna watu wameshawishiwa huko. Tuache kuwashawishi watu vibaya. Tusiwadanganye watu kwa faida yetu.
watu kama tuwaambie kwamba Tanganyika ndiyo yao na Tanzania itakuwa ndiyo hii yetu, lakini kwanza tuwe na Tanganyika ndio tuwe na Tanzania. Wazanzibari hivyo wanawaasa muendelee vile vile. Zanzibar yenu na Tanzania ni yetu, lakini vinginevyo baadaye nchi hii tutakuja kusuguana. Watoto wetu hawatakubali kupoteza nchi yao. Mimi ni mtu mzima, wanasema ukiwa mtu mzima karibu naendelea kuisha, lakini sijapenda nchi yangu niwaachie hivi hivi tu ipotee. Hapana, nataka nchi yangu niwaachie watoto wangu na wajukuu zangu. Ninyi hamuoni hiyo? Hivi nataka niulize, Wazanzibari wametuzidi nini? Wazanzibari wana mapenzi na nchi yao. Watanganyika je? Ninyi Watanganyika mkoje? Hampendi nchi yenu nye? Hampendi nchi yenu? Kama ngependa nchi yenu, ningepigania nchi aliacha baba yenu Nyerere. Tanganyika ndio itaka kumfunga hiyo, na wengine wamekufa kwa Tanganyika. Mimi namfahamu mtu mmoja muhimu sana, Sheikh Kadiri. Alikufa kwa Tanganyika, damu yake ilipotea bure. Kuna watu wamefungwa jela na wengine wamepotea kabisa, hawajulikani waliko kwa sababu ya Tanganyika. Sasa nyinyi Tanganyika nitaka kuitosa? Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa nasema tu maneno makali, pengine si mazuri sana, kwa nia moja tu ya kupalilia uzalendo kwa Watanganyika. Uzalendo huo kwa Watanganyika ndio utakaoisha uzalendo kwa Tanzania. Ikiwa tunapata wazalendo wa Tanganyika, wazalendo wa Zanzibari, tutakuwa na wazalendo wa Tanzania, lakini vinginevyo haitawezekana. Makundi haya yatagombana hapa baadaye, na ugomvi huu ukitokea, wakulaumiwa ni sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalize kwa kusema hivi kwamba mimi siku moja nilikuwa na Mwalimu Nyerere, tulikutana na Togo. Mimi nilikuwa Congress, katibu mwenezi wa Congress, na Zuberi Mwinshehe Manga Ntemu. Tulikutana na Mwalimu Nyerere na Togo Hall, tukamuuliza habari. Tumia chombo mheshimiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja ya kwamba serikali tatu ndio dawa ya Tanzania. Serikali tatu ndio italeta demokrasia na uhuru kwa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Makaidi. Waheshimiwa wabunge, tunaendelea. Hayo ndio mawasilisho ya wachache katika kamati namba 2. Kwa orodha zetu za shughuli inafuatia sasa kamati namba 5. Namwita mwenyekiti wa kamati namba 5 ili aweze kwa mujibu wa kanuni ya 33 fasili ya 2 awasilishe maoni ya kamati. Mwenyekiti, makamu mwenyekiti. Kabla hujaanza, nimeanza kupokea maombi ya kujadili. Mkumbuke kwa mujibu wa kanuni ya 33 fasili ya 6 tunapokea taarifa zote 12 kwanza. Mjadala utafuata, na nitawapeni habari nzuri kwamba tumepanga muda mrefu zaidi kuliko uliopangwa kwenye kanuni. Tutapendekeza mabadiliko fulani ili takriban wengi tu waweze kuchangia hoja hii. Makamu mwenyekiti wa kamati namba 5. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwanza na shukrani kubwa mbele za Mungu kunipatia wakati huu wa kuweza kusoma taarifa ya kamati namba 5 ya Bunge Maalum kuhusu sura ya 1 na sura ya 6 ya rasimu ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano. Utangulizi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 32 kifungu kidogo cha 1 ya kanuni za Bunge Maalum za mwaka 2014, kamati ya uongozi iliagiza kamati yangu kujadili sura ya 1 na sura ya 6 ya rasimu ya Katiba.
Baada ya kuzipitia sura mbili hizo, napenda kuarifu Bunge Maalum kuwa kamati ilitekeleza kazi hii kwa muda wa siku 4 kuanzia tarehe 31 Machi 2014 hadi tarehe 4 Aprili 2014 katika ukumbi namba 136 uliopo jengo la Hazina. Kwa kupitia ibara moja hadi nyingine, taarifa hii imezingatia maoni na mapendekezo ya wajumbe walio wengi na wajumbe walio wachache kama itakavyoonyeshwa katika kipengele cha mambo yaliyojitokeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na tofauti za kimtazamo na kimaamuzi za wajumbe juu ya muungano, kama ilivyokuwa kwa Watanzania wote kwa kauli moja, wanataka muungano wetu ulioasisiwa na waasisi wetu uboreshwe ili uweze kuwa imara zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati wa majadiliano katika kamati, hakuna mjumbe hata mmoja aliyetoa pendekezo la kutaka muungano uvunjike, zaidi ya kutoa maoni ya mapendekezo ya njia bora za kuimarisha muungano. Wapo wachache waliona mfumo wa serikali tatu kuwa utaimarisha muungano na walio wengi wanaamini kuwa muundo wa muungano uliopo urekebisho utazidi kuimarika, kwani utapunguza manunguniko kwa kiwango kikubwa. Sura ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yaliyojitokeza kwenye majadiliano. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara zote za sura ya kwanza zilijadiliwa na kupigiwa kura na wajumbe kwa mujibu wa kanuni ya 64 kifungu kidogo cha kwanza. Kati ya ibara 6 za sura ya kwanza, ibara 8 zilipata theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi 2 za wajumbe wote kutoka Zanzibar kama inavyotakiwa na kanuni hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ya kwanza, ibara ndogo ya pili na tatu zilipata theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Ibara ya kwanza ndogo ilipata theluthi ya wajumbe wote kutoka Zanzibar, lakini haikupata theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara. Hivyo basi, kamati yangu inaleta ibara ndogo hiyo mbele ya Bunge ili maalum kwa mujibu wa kanuni ya 64(1) sehemu ya proviso. Maoni ya walio wengi. Sehemu ya kwanza, jina, mipaka, alama, lugha na tunu za taifa. Ibara ya kwanza, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyosema hapo nyuma, ibara ndogo ya kwanza haikupata theluthi 2 za wajumbe wote kutoka Tanzania bara, lakini ilipata theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Aidha, ibara ndogo ya pili na tatu zilipata theluthi 2 za wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi 2 ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Maoni ya wajumbe walio wengi yanapendekeza kwamba ibara hii irekebishwe ili isomeke kama ifuatavyo. 1. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi moja yenye mamlaka kamili ambayo imetokana na muungano wa nchi mbili zilizokuwa Jamhuri ya Tanganyika na Jamhuri ya Watu wa Zanzibar, ambazo kabla ya hati ya makubaliano ya muungano ya mwaka 1964 zilikuwa nchi huru. 2. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nchi ya kidemokrasia inayofuata mfumo wa vyama vingi vya siasa, usawa wa binadamu, kujitegemea, utawala wa sheria na inayoheshimu misingi ya haki za binadamu na isiyofungamana na dini yoyote. Kifungu cha 3. Hati ya makubaliano ya muungano iliyorejewa katika ibara ndogo ya kwanza ndiyo msingi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na katiba hii. Sababu: hati ya makubaliano ya muungano ya mwaka 1964 ndiyo msingi wa muundo wa serikali mbili. Katika makubaliano hayo, Zanzibar ilikubali kuhamisha sehemu ya mamlaka yake kwenye serikali ya muungano na iliyokuwa Tanganyika ilikubali kuhamisha mambo yake yote kwenye serikali ya muungano. Katika kutafakari muundo wa serikali, waasisi wa muungano walifikiria kuwa na muundo wa serikali moja au serikali tatu, lakini waliona muundo wa serikali moja usingekuwa mwafaka kutokana na ukweli kwamba Zanzibar ni nchi ndogo iliyokuwa na idadi ndogo ya watu ukilinganishwa na Tanganyika kwa kipindi kile. Wakati Tanganyika ilikuwa na watu milioni 12, Zanzibar ilikuwa na watu 300,000. Hata kiuchumi
ingawaje zote zilikuwa ni nchi changa, lakini bado uchumi wa Tanganyika ulikuwa mkubwa ukilinganishwa na Zanzibar. Kwa mantiki hii, ingeonekana dhahiri kwamba Zanzibar imemezwa na iliyokuwa Tanganyika. Hivyo waasisi waliona ni busara Zanzibar ibaki na utambulisho wake kwa maana ya serikali na vyombo vingine vya utendaji. Kwa kuzingatia ukweli huu na maudhui ya hati ya makubaliano, bado mfumo wa serikali mbili ndio unaofaa na ndio utakaoimarisha muungano kama changamoto zilizobainishwa zitakuwa kisheria na kikatiba. Kwa upande mwingine, kuchukulia kwamba muundo wa serikali tatu unaopendekezwa ni mwendelezo wa hati ya makubaliano ya muungano, maoni yaliyo wengi ni kwamba hati hiyo ilikusudia kuanzishwa kwa muundo wa serikali mbili. Waasisi walitia saini makubaliano ya serikali mbili, waliunganisha nchi mbili, hivyo kisheria na kisiasa hati hii haiwezi kurekebishwa na watu ambao hakuasisi muungano huu. Msingi wa muundo wa serikali tatu kama ambavyo rasimu inapendekeza hauwezi kuwa hati ya muungano iliyopo sasa. Kama nia ni kuunda muungano wa serikali tatu, basi lazima kuwe na makubaliano mapya. Sababu nyingine ni kwamba rasimu inapendekeza muundo wa serikali tatu zitakazotokana na muungano wa nchi mbili, lakini hivi sasa Tanganyika inayopendekezwa kama nchi mshirika haipo. Mamlaka, uendeshaji na masuala yake yote yalikwisha kabidhiwa kikatiba na kisheria kwa nchi inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutoka mwaka 1964. Hivyo kama kuna shirikisho linalopendekezwa, basi ni lazima kwanza nchi hiyo inayoitwa Tanganyika iwe na katiba yake na vyombo vyote vya utawala, ili iweze kuwa na mamlaka ya kuamua kama inataka muungano wa aina gani, na kama ni shirikisho basi iamue kwa msingi wa kuyakubali masharti ya shirikisho hilo. Kwa maana hii, kisheria lazima muungano uliopo hivi sasa uvunjwe, ndipo liundwe shirikisho linalopendekezwa. Hilo likifanyika, hati ya makubaliano iliyopo na ambayo ndiyo inayotajwa na rasimu ya katiba itabaki kuwa waraka wa kihistoria. Ibara ya pili, eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikataliwa na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo, maoni ya walio wengi walipendekeza ibara hii ifanyiwe marekebisho kama ifuatavyo: eneo la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni eneo lote la Tanzania bara na eneo lote la Zanzibar, na linajumuisha sehemu zake zote za bahari, maziwa, mito na anga. Sababu: kwanza, Tanzania bara na Zanzibar zimezungukwa na bahari, maziwa na mito na anga. Hivyo ni vyema viashiria vyote vya mipaka vikatajwa kwenye katiba. Pili, mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayojulikana hivi sasa niliyowekwa baada ya muungano kwa kuzingatia mikataba ya kimataifa kati yake na nchi jirani na mkataba wa Umoja wa Mataifa wa sheria za bahari, United Nations Convention on the Law of the Sea, ambao unaweza kuipatia Tanzania eneo la nyongeza. Mipaka inayopendekezwa kwenye ibara ya pili itamaanisha kwamba nchi mbili hizi zirejee kwenye maeneo yao ya kabla ya mwaka 1964 na hivyo kufungua uwezekano wa kuwa na migogoro ya kimipaka ndani ya shirikisho lenyewe na kati yake na majirani zake. Ibara ya tatu, alama za sikukuu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikubaliwa na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo, ilipendekezwa ibaki kama ilivyo. Ibara namba 4, lugha ya taifa na lugha za alama. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikubaliwa na theluthi mbili za wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo, ilipendekezwa ibaki kama ilivyo. Ibara namba 5, tunu za taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, walio wengi wanasema hii ibara ilikataliwa na theluthi mbili za wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar, na kwa hiyo ilipendekezwa kurekebishwa kufuta maneno
lugha ya taifa yaliyopo kwenye aya ya G na kuweka badala yake maneno ya lugha ya Kiswahili. Sababu kilichotunu kwetu ni lugha ya Kiswahili na sio lugha nyingine yoyote inayoweza pia kufanywa kuwa lugha ya taifa au lugha ya mawasiliano rasmi. Sehemu ya pili, mamlaka ya wananchi, utii na hifadhi ya katiba. Ibara namba 6, mamlaka ya wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikubaliwa na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo ilipendekezwa ibaki kama ilivyo. Ibara namba 7, watu na serikali. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara ndogo ya kwanza ilikataliwa kwa theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Wajumbe walio wengi walipendekeza ifanyike marekebisho kwa kufuata maneno muundo wa serikali ya Jamhuri ya Muungano katika aya ya kwanza ya ibara ndogo ya kwanza, na badala yake yawekwe maneno mamlaka ya nchi na kusomeka ifuatavyo: mamlaka ya nchi na vyombo vyake katika uendeshaji na utekelezaji wa shughuli zake itazingatia azma ya kukuza umoja wa kitaifa na kudumisha heshima ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hilo sababu unaweza mkasoma ibara namba 8, ukuu na utii wa katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikubaliwa na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo ilipendekezwa ibaki kama ilivyo. Ibara namba 9, hifadhi na utawala wa kikatiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, ibara hii ilikubaliwa na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Kwa maana hiyo ilipendekezwa ibaki kama ilivyo. Sura ya 6, muundo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati namba 5 ilijadili kwa kina sura ya 6 inayohusu muundo wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sura hii ina ibara 10. Ibara zote 10 zilikubaliwa kwa theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Hivyo ninaleta maoni ya wajumbe walio wengi kuhusiana na sura hii kama ifuatavyo. Muundo wa muungano. Mheshimiwa Mwenyekiti, rasimu ya katiba kama ilivyopendekezwa na Tume ya Marekebisho ya Katiba imeweka muundo wa serikali tatu. Ibara hii ilikataliwa na theluthi mbili za wajumbe wote kutoka Tanzania bara na theluthi mbili ya wajumbe wote kutoka Zanzibar. Hivyo inapendekezwa irekebishwe na isomeke kama ifuatavyo: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa na muundo wa serikali mbili ambazo ni A, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na B, serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Namba 2, shughuli zote za mamlaka ya nchi katika Jamhuri ya Muungano zitatekeleza na kusimamiwa na A, vyombo viwili vyenye mamlaka ya utendaji; B, vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma; na C, vyombo viwili vyenye mamlaka ya utoaji haki. 3, vyombo vyenye mamlaka ya utekelezaji vitakuwa ni serikali ya Jamhuri ya Muungano na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar. Vyombo viwili vyenye mamlaka ya kutunga sheria na kusimamia utekelezaji wa shughuli za umma vitakuwa ni Bunge la Jamhuri ya Muungano na Baraza la Wawakilishi. Namba 5, vyombo vyenye mamlaka ya utoaji haki ni mamlaka ya Jamhuri ya Muungano na mahakama ya Jamhuri ya Muungano na ni mahakama ya Zanzibar. Kila chombo kilichotajwa kwenye ibara ndogo ya 3, ya 4 na ya 5 na ibara hii kitaundwa na kutekeleza majukumu yake kwa kufuata masharti ya katiba hii na katiba ya Zanzibar kwa kadri itakavyokuwa. Sababu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sababu za kufanya mapendekezo ya marekebisho hayo ni kama ifuatavyo. Kwanza, hati ya makubaliano ya muungano ndio msingi wa muundo wa serikali mbili tulizonazo sasa, ambazo Zanzibar ilikubali kuhamisha sehemu ya mamlaka yake kwenye serikali ya muungano na iliyokuwa Tanganyika ilikubali kuhamisha mambo yake yote kwenye serikali ya muungano. Pili, ni kuainisha kwa ufasaha zaidi mipaka ya kiutendaji ya serikali ya muungano kwa mambo ya muungano na
kuyatofautisha na yale yasiyo ya muungano. Kwa maana hii, marekebisho haya yanalenga kushughulikia mojawapo ya changamoto za muungano ambayo inaifanya Tanzania bara kuonekana imevaa koti la muungano. Tatu, ni kuainisha vizuri mgawanyo wa mamlaka wa vyombo vya utekelezaji wa shughuli za serikali ili kuondoa mkanganyiko wa kiutendaji. Pamoja na sababu hizi ambazo zinakwenda moja kwa moja kwenye ibara ya rasimu, falsafa ya mapendekezo haya imezingatia mambo yafuatayo. Moja, muundo wa sasa umedumu kwa miaka 50. Zimekuwepo changamoto kadhaa zilizoainishwa na Tume ya Marekebisho ya Katiba. Walio wengi wanazitambua changamoto hizi na wanatambua pia jitihada zilizofanyika kuzikabili. Walio wengi wanaamini kwamba muundo wa serikali tatu hautakuwa suluhisho, kwani utaibua changamoto nyingine nyingi. Mchakato huu ni fursa kubwa ya pekee kuzishughulikia changamoto hizi kwa mapana yake. Mapendekezo yaliyotolewa na walio wengi